Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad nabihi lumihi wa ala alihi wa sahabi ajma'in, amma ba'd. Amma baada, ndugu zangu katika Nadwa Online TV, kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala, leo tutakwenda kuanza ufanuzi wa kina katika aya yake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala inasema laisa laha min dunillahi kashifa. Hakuna kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayeweza kukutosheleza wewe. Ina maana wale ambao wanahitaji kubadilisha maisha yao, wenye kuhitaji kujitosheleza katika mambo yao, wenye kuhitaji mambo yao mengi kwa yawe mazuri, alaikum bi laisa laha min dunillahi kashifa. Ai, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuelekeza tusihangaike, tusipaparike. Hakuna isipokuwa Allah pekee ndio yeye anayeweza kila kitu, anaweza kukutosheleza kila kitu. Kwa hiyo mwenye kuhitaji mali basi Allah atamuombe, mwenye kuhitaji cheo, mwenye kuhitaji nini na nini, chochote kile kwa kufaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kwenda. Lakini tutapoanza hii aya hii, niwaambie ndugu zangu, kwa wale ambao hatuijui, aya hii inapatikana katika sura An-Najm aya ya 58. Ni kipande tu. Allah anasema laisa laha min dunillahi kashifa. Nikwambie wewe ambao unahitaji kuradi, unahitaji upate nguvu, upate ijaz, upate nuru, upate watu wakusikilize, watu wakupende, watu wakuheshimu, wasikuzungumze kwa ubaya, basi jilazimishe tu kuwa uradi wako laisa laha min dunillahi kashifa. Aya hii unaweza kuitumia kwenye mambo mangapi? Hatuna uwezo wa kuweza kusema la utatumia kwenye mambo 6 7, hapana. Mambo ni mengi, na mimi napendaga sana kuambia watu. Nafundisha haya kwa ambayo mimi ninawafahamu, lakini na wewe nenda kwa mashehe, nenda kwa walimu, nenda kwa wanachuoni mbalimbali wakufahamishe mambo mazito, makubwa, mazuri, utakwenda kuyaona. Lakini hii aya tunatumia kwenye mambo gani na mambo gani? Kwa upande wangu mimi na nilipofundishwa, aya hii kwanza inatumika kwenye kukidhiwa haja kwenye jambo lako lolote. Sawa. Lakini vile vile aya hii kwa wale ambao wenye kuandama na maadui wa kichawi, maadui wa kawaida, watu wanakufanyia ubaya, unawajua usiwajua, basi ukimlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kupitia aya hii, utakwenda kuyaona majibu yake tena mepesi na kwa haraka sana. Lakini aya hii vile vile wale ambao wenye mitihani, mtu anakuwa na mapunye, sijui anakuwa na ugonjwa katika vichwa huko, kila siku anaumwa na mapele, ana majipu, ana maradhi mbalimbali yasieleweka, sijui maareji, basi aandike aya hii kwa idadi wa herufi zake. Kwa hiyo unatakiwa hesabu hizi laisa la, mfano laisa lam ye sin 3, laha, basi hesabu hizo nadhani unapata 20 ama 21. Wewe mwenyewe hesabu, kisha na kombe lako ndo utaliandika hivyo. Mara kwanza la salamu min kashifa, mara pili la salamu min kashifa, mara tatu hivyo mpaka unapofika hiyo mara 20 ama 21. Kwa hiyo hesabu hizo herufi, kisha mpe mtu mwenye matatizo labda ya majipu mara kwa mara, mapunye au mwenye hareji, kwa yote ile kwenye madonda na hivi na vile, basi ni haya ni mujarrab sana. Lakini vile vile haya hii inabathilisha kila aina ya uchawi. Sawa. Mtu akiitumia kama kombe, akatumia kunywa na kuoga, inayoandika hivyo kwa idadi ya herufi zake hizo, kama mara 20 mara 21 umepata hiyo, iandike hivyo. Kisha utaisomea aya hiyo mara 111, kisha unawekea retiti kidogo, kisha unaweka tumia mara kidogo, unampa yule mtu kwenye moyo na maradhi ya kichawi, kafungika kwenye mwili wake, minuksi sio na mabara mengine, mashaitani wanamsumbua, Allah atamjalia shifa. Lakini kuna mtu mwingine ana matatizo ya madonda ambayo tunaita sisi madonda ndugu, yani madonda makubwa sana. Tukula mwingine mmoja anasababisha labda ni uchawi, unashanga mtu mgumu mpaka unakuwa wa rangi ya blue, mwingine mtu anatoka na maji na hivi. Kwa hiyo huyu amesubiwa ama ameathirika kichawi. Sasa ukitaka kumsaidia, mwandikio laisa laha min dunillahi kashifa, kisha utailoweka ile moja, utasomea hiyo la salamu min la kashifa mara 1000. Baada ya hapo ile kombe atakuwa anaoshia ule mguu wake. Vile vile unatakiwa uandike tena hiyo kama kwa idadi ya hiyo kombe, kisha unachoma moto ile karatasi, utaichoma. Baada ya kuichoma unapata unga mzuri, basi akishamaliza kuna nini,
unamwambia yule anyunyizie ule unga pale katika eneo lake kwa utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Aina hiyo au uchawi kama ndo shetani amesababisha mtu apate midonda ya ajabu ajabu kila mwaka arudi, Mwenyezi Mungu atamjalia kuwa na shifa. Sawa. Lakini nimesema laisa laha min dunillahi kashifa ni uradi. Idadi yake unaanzia 100. Sawa. Unasoma hivyo kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu utakuja kuona maajabu yake. Yule ambaye amefungika katika kila jambo analofanya haliendi, kila jambo analitaka haliwi, analipanga hivi mwisho anaisha pale, mshauri atafute nazi 3 na yai 1. Sawa. Kila nazi 1 andika laisa laha min dunillahi kashifa na andike laisa laha, andike na aya 1 Mwenyezi Mungu asema ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikila. Ni aya ya pili inapatikana katika suratul Fatir, ni kipande hicho. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikala. Andike nayo kwenye nazi yake, inshallah atasoma dua yake. Dua hii ni nini? Ni hii kuisoma laisa laha min dunillahi kashifa mara 1000, kisha atasoma alam nashrah laka sadraka mara 52, kisha kama ataweka nia yake kwa kadri anavyojua yeye, atavunja ile nazi zake zote pale pale aliposoma, kisha ile aya ataenda kuvunja njia panda kwa utukufu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yule mtu atafunguka na majambo yake aliyokuwa anafanya, basi Allah atamjalia atakuwa yenye kutimia. Na mambo mengine kama yule mtu alikuwa ni mwenye kutafuta kazi, mwenye kutafuta hiki na kile, kwa hiyo atakuwa amekusudia labda alifungika asiweze kufikia huko hata kama ndoa na mambo mengine, Allah atamjalia uwezekano kupata inshallah Ta'ala. Lakini nimesema hii ni pingu ya hatari sana kwa kufanya mambo mengi sana kwa wale mtu ambao wanakuandama kwa mitihani mbalimbali, basi jitahidi kuwa ni uradi wako. Lakini sasa laisa laha min dunillahi kashifa, wanawachuoni wanasema idadi yake ni 1153 ndio idadi yake. Kwa hiyo mwenye kuwa na haja yoyote kwenye haya maisha ya dunia na akhera, sawa, nataka jambo lako lolote mbele ya Mwenyezi Mungu liwe lenye kutimia, basi isome kwa idadi ya 1153 1153 ndio idadi yake. Zipo na dua zake na chuo wametuelekeza dua hii, ukishamaliza usome dua hizi na hizi na hizi. Lakini vitabu vingi ambavyo nilikuwa kuvipata bahati ya kuvisoma, mwenye kuwa na haja mbele ya Allah asome tu laisa laha min dunillahi kashifa. Kama wewe kwenye familia yako hamna maelewano, kwenye familia yako hakuna mitihani mbalimbali, ndugu wanakuroga, upate kazi sijui ufanye hivi ufanye vile, na kile ambacho wewe unachokiwaza, umefukuzwa huko, una mitihani, umefungwa, unaopo kwenye hivi kwenye vile, basi tulie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusoma hiyo laisa laha min dunillahi kashifa. Lakini kumbuka wakati unasoma jiwe na vitu vya kwenye kufusha pale, upate uvumba, upate wenimaka, upate mashtaka, inshallah kwa soma hii dua majibu mazuri na matamu utakuja kuyaona wewe mwenyewe inshallah. Usikose vitabu Mwalimu popote pale ulipo duniani, unaweza kuwasiliana na sisi uweze kujifundisha na ukapata mambo matamu sana. Swali, ushauri, maoni, unaweza ukatafuta inshallah na ukaweza kupata majibu tofauti kwa yale ambayo wewe unatamani kujua. Tutakuja kufundishana na sehemu ya 2 na 3 katika miujiza na maajabu ya hii aya laisa laha min dunillahi kashifa. Afanikum.